kitabu cha Danieli 6 mstari ule wa 4 hata mstari wa 9. Nitakutangulia kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema, basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kunishitaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana Danieli alikuwa ni mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Sasa mfalme, piga marufuku, ukatie saini maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isiweza kubadilika. Basi mfalme Dario akayatia saini maandiko yale na ile marufuku. Najaribu kusoma mstari ule wa 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akamshukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Natamani nikwambie maneno haya, ni kwamba wakati Bwana ananifundisha habari ya ujumbe huu, nilihuzunika kidogo, kwa sababu alinifunulia siri ambazo yamkini nilikuwa nazijua, lakini sikuzijua kama ambavyo amenifundisha leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja anaitwa Danieli. Huyu mtu ukisoma kuanzia ule mstari wa 1 katika Danieli 6, ya kwamba ilimpendeza Dario mfalme kuwaweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, maliwali 120, na juu yao Biblia inasema akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa ni mmoja kati ya wale wakubwa 3 wakiwasimamia wale maliwali 120. Ila maliwali hawa wote, ili watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Maliwali 120 walikuwa wanatoa hesabu zao kwa wakuu wa maliwali 3 ili mfalme asipate hasara. Danieli 6:3. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akazimia kumweka juu ya ufalme wote. Bwana Yesu asifiwe. Yako maneno ambayo kwa sababu ya muda sitayaongea leo,
lakini mkini nikipata neema ya kusimama nitaongea tena Jumapili ijayo. Lakini leo ninataka nikwambie habari ya kwa nini Mungu, haleluya, hayatawali maisha yako. Na wakati mwingine unamuita Mungu, wakati mwingine unamuomba Mungu, lakini haujui ya kwamba wewe mwenyewe ulishamwacha Mungu siku nyingi. Kwa sababu kwanza ukujibidisha katika kuzijua njia za Mungu. Na ulifikiri ya kwamba njia za Mungu ni sawasawa na njia za wanadamu. Ukutafuta kujua mawazo ya Mungu, maana unafikiri ya kwamba Mungu anafanana mawazo yake na wanadamu. Yohana 14 mstari wa 15 anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kama kweli unampenda Mungu, basi utazishika amri za Mungu. Na yoyote asiyezishika amri za Mungu, hata kama anaimba mapepo yanashuka, hata kama anaomba mbingu zinafunguka, Bwana Yesu asifiwe, haleluya, kumpenda Mungu akupo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata siku ya mwisho Bwana anasema wengi watakuja siku ile, wanasema Bwana, kama miujiza mikubwa nimefanya kwa jina lako, kama unabii, tena ule unabii kabisa ukatokea, niliutoa kwa jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu atawaambia, siwajui nyinyi. Kwa sababu ya nini? Mnaotenda uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ambavyo anazungumza katika Yohana 14 mstari wa 15. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Na ule mstari wa 21, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Kama kweli unampenda Yesu, haleluya, utajijua na kuzishika amri zake. Baadhi yetu tumepewa nafasi katika dunia hii ya kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Miongoni kati ya watu ambao wanapendana na tunaamini wanapendana ni mtu na mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Na mara zote watu hao wawili wanatafuta ni namna gani wanaweza kuzijua ni kitu gani anachokipenda mume wake na kitu gani hakipendi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ili kuonyesha kwamba anampenda mume wake au anampenda mke wake, Bwana Yesu asifiwe, atazishika zile amri au sheria au yale mambo anayojua mume wake au mke wake yapenda. Kama wewe mume wako anafanya kukuuzi, ninaomba kabla sijaendelea mbali, au mke wako nikupe pole kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na pole hii itoke kwa Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni kanuni za kupenda. Utajua mke wangu apendi hichi, mume wangu apendi hichi. Kwa hiyo utajibidisha, Bwana Yesu asifiwe, katika kuhakikisha kwamba yale yasiyopenda umuuzi, na yale yanayopenda basi unayafanya kwa juhudi. Bwana Yesu asifiwe, ili upendo uzidi kushamiri na kustawi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kanuni ya upendo ambayo imewekwa na Mungu katika mioyo ya wanadamu, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, na vile vyote vizuri mwanadamu amevitoa kwa Mungu. Na vivyo hivyo, kama wewe kweli unampenda Mungu, haleluya, kitu cha kwanza ambacho Mungu atakiangalia kwako sio mara ngapi unaenda kanisani, au unatoa sadaka ya kiasi gani, au unafunga mara ngapi. Ataangalia, je,
unatafuta kuzijua amri za Mungu. Maana kwenye amri za Mungu na sheria za Mungu ndipo utajua ni yapi Mungu hayapendi na yapi Mungu anayapenda. Na ukishajua ya kwamba Mungu hapendi moja, anapenda mbili, lakini 3 na 4 hapendi, wewe kama unapenda kutembea katika pendo la Bwana, haleluya, utayafanya yale ambayo Mungu anayapenda. Bwana Yesu asifiwe. Na yale ambayo Mungu hayapendi, basi utajitahidi usiyatende, kwa sababu mtu wa namna hiyo anatafuta kumpendeza. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza wa Yohana inaweka misingi ya neno hili. Waraka wa kwanza wa mtume Yohana kwa watu wote, ile sura ya 2 mstari wa 15. Wapendwa, neno hili limenitabisha wakati nafikiria. Anasema msipende dunia wala mambo yaliyopo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Na mahali hapa ninataka nizungumze kwa habari ya sheria. Ziko sheria katika dunia hii, ni sheria za dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na ziko sheria ambazo ni sheria za Mungu. Katika dunia hii yako mambo, kama usijui sheria za Mungu, hauwezi kujua hii ni sheria ya dunia au ni sheria ya Mungu. Na kama utajikuta umedondoka katika kuifuata sheria ya dunia hii, basi ujue hakika kumpenda Mungu huko ndani yako, na wala Mungu hawezi kujidhihirisha katika maisha yako. Mahali hapa tunamwona mtu mmoja ambaye anaitwa Danieli. Wiki iliyopita tunamwangalia vijana watatu ambao wanaitwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Na leo tunaendelea kujiunga na kijana mwingine wa 4 anaitwa Danieli. Wanasema ya kwamba walikaa mawaziri pamoja na maamiri, manaibu waziri pamoja na maliwali, wakakaa vikao, wakatafuta namna gani ambavyo watamshitaki Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Wakatafuta, wakaangalia, wakaona haiwezekani kumpata Danieli kwa sababu alikuwa hana kosa lolote. Mtu ambaye alikuwa anazifuata sheria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakasemezana wao kwa wao, maana Danieli alikuwa amekwisha kusudiwa katika ufalme ule kuwekwa mkubwa juu ya watu wote. Maana walipomjaribu kumweka juu ya wakuu wa maliwali wale watatu ili wawatawale 120 ili mfalme asipate hasara, bado mfalme akaona hiki kichwa cha Danieli sio cha kawaida, maana iko roho njema inatenda kazi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo mfalme akakusudia kumweka juu ya maliwali na juu ya wakuu wote katika ufalme. Taarifa zikavuja ya kwamba mfalme anampenda Danieli. Unajua ukimpenda mtu bwana hawezi kujificha. Bwana Yesu asifiwe. Watajua tu, hata usiposema tutajua yule jamaa na yule mwanamke kuna vitu ambavyo tayari wameshadodokeana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakajua mfalme anampenda Danieli, na wakajua ya kwamba mfalme amekusudia kumweka, lakini wakajua kuna mambo Danieli akiweza kuwa mkuu hayataenda vizuri. Wakatafuta jinsi ya kumpata Danieli, hawakosa. Wakasema tutampata Danieli, Bwana Yesu asifiwe, kwenye sheria ya Mungu wake. Sheria ya Mungu wake ni sheria za Mungu wake. Ndiyo sheria ambayo Biblia inasema kama mtu ukizifuata sheria za Mungu, basi utakuwa umempenda Mungu na Mungu atatembea na wewe.
Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu pamoja na Yesu watakuja kufanya makao. Katika kazi yako Mungu atakuwepo. Katika biashara yako Mungu atakuwepo. Katika ndoa yako Mungu atakuwepo. Katika uzao wa tumbo lako Mungu atatembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa watu wanapanga, maana waliona nguvu ya Danieli ipo katika sheria za Mungu wake. Ni mtu ambaye anaangalia sheria, ni mtu ambaye anatazama sheria za Mungu anazifuata. Wakajua ili kumweza Danieli ni kumtenga na kumkosanisha na Mungu. Ndipo wakakaa kikao kile kilikuwa ni kikao cha kusababisha Danieli atoke katika sheria ya Mungu ili wamweze. Mimi nimejaribu kuwaza mara nyingi sana ya kwamba watu hawa walijua ya kwamba hawatamweza Danieli. Wamejaribu kwenda kwa waganga, wameenda kwa wachawi, wameenda kwa washiri, wameenda kwa wasoma nyota, wakaambiwa ile kijana hamtamweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Wakaambiwa ile kijana na Mungu mwingine. Haleluya. Ambao sisi hatumwezi. Mkitaka yule kijana mumweze, mumkosanishe na Mungu wake. Mungu wake akimwacha, basi mtaweza kufanya chochote mnachoweza kufanya. Leo wako watu wengi ndani ya kanisa wamekosanishwa na Mungu. Kwa sababu gani? Wameipenda dunia na kushikamana na sheria za dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nikwambie ya kwamba kikao kilichokaa ili kuhakikisha kwamba sheria inatungwa. Sheria hii imetungwa si kwa sababu nyingine, sio kwamba wanampenda mfalme, ni kwa sababu wanatafutwa Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda, wakakaa, wakamwambia mfalme, tumekaa mawaziri wote, maamiri jeshi wote, maliwali, wote tumekaa, tumekubaliana ya kwamba itungwe sheria. Na hiyo sheria ikishatungwa iweze kusainiwa na wewe, sheria zile hazibadiliki. Na zikishawekwa itolewe amri ya kwamba asiwepo mtu atakaye mwabudu Mungu mwingine yote ila wewe kwa siku 30. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa vizuri? Lakini anayetafutwa ni nani? Anayetafutwa ni kushindwa Danieli ili aanguke. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja ambacho ninafundishwa na Roho Mtakatifu. Vikao hivi vinakaliwa katika siri. Danieli ya kujua, yeye alikuja kujua tu sheria imekwisha kutungwa. Lakini alipoiangalia sheria ile, na kwa sababu anaijua sheria ya Mungu wake, akasema sikiliza, mimi nitaifuata sheria ya Mungu na wala sio sheria hiyo walioiweka. Nitamwabudu Mungu. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja mpendwa. Kuipenda dunia kama ilivyo kumpenda Mungu ni kuzishika sheria za Mungu na amri zake. Kuipenda dunia ni kuzishika sheria za dunia hii na mambo yake. Wako Wakristo wengi leo wamefarakana na Mungu, na ndio maana kwenye maisha yao haionekani nuru ya Kristo, na wao wakimwita Mungu katika maisha yao hawamuoni. Maana sheria wanazozifuata sio sheria za Mungu, ni sheria za ulimwengu. Na kadiri ambavyo tunakaribia ule mwisho, ndivyo ambavyo dunia inaleta sheria nyingi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ziko sheria leo ukiziona dunia imependa, lakini hujui zimetungwa kwa siri, zikaletwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna vikao vya kuzimu vilikaa. Vilipokaa vikasema tuwapelekee sheria hii duniani. Sheria hii wakifuata watafarakana na Mungu wao.
Bwana Yesu asifiwe. Iko namna ambayo Wakristo wanavaa katika dunia hii. Ukiangalia walivyovaa katika dunia ile, leo baadhi ya Wakristo wanavyovaa, ukaiangalia sheria ya Mungu inasemaje katika kuvaa, utajua hakika hawa wanaifuata sheria ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanaifuata sheria ya duniani na hawaifuati sheria ya Mungu. Kwa maana hiyo, kama unaifuata sheria ya duniani, umekwisha kufarakana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza mambo ya ndani sana ambayo mimi na wewe tunapaswa kuyajua. Siku moja, wakati mwingine huwa naangalia YouTube, na nikiangalia YouTube huwa najifunza vitu vingi sana. Nikamwona dada na kucha ndefu kweli. Kucha sio anatumia kweli. Anatembea hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na akishika hapa, yani hata kujinsi ya kutembea badilika. Lakini ninajiuliza, sheria ya Mungu ya mwili wako inasemaje? Mungu amekupa kucha nzuri, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Ila ukaipenda sheria ya duniani, ukajiongezea kucha zako mwenyewe. Hizi kucha hazijatoka mbinguni. Ile ni sheria iliyotengenezwa ili kuwafarakanisha watu pamoja na Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Ni sheria haijaja tu imetungwa katika vikao vyao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili kuwaweza, nilipokuwa ninaendelea kusoma Biblia, Bwana akaniambia, angalia jinsi Danieli alivyompenda Mungu. Hakaacha kabisa kuipenda dunia. Maana ingekuwa ni mtu ambaye anaupenda na anampenda mfalme, anapenda cheo chake alichopewa. Maana yeye katika maliwali 120, yeye ni watatu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye yuko top. Na pamoja nayo Bwana ana mfalme ataka, na anayetaka kumpa ukuu bado yeye ndio ametungiwa sheria na Mesai. Kama yeye ataipenda dunia kuliko kumpenda Mungu, basi atafarakana na Mungu. Lakini Danieli akaangalia, akasema, ni heri nipoteze vyeo vyangu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ni heri nikose promotion, lakini niambatane na sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo Bwana anaangalia katika dunia, ni wangapi wako tayari kufarakana na mambo ya dunia ili wampendeze Mungu? Ni wangapi? Ni Wakristo wangapi? Ukiangalia leo, kuna sheria ngapi, Bwana Yesu asifiwe, ambazo zimewekwa katika dunia hii, lakini ukizitazama unaweza ukafikiri kwamba sio sheria za kuzimu, lakini sheria zile zimefarakana na sheria za Mungu. Na ukiziona duniani, zimekuja katika mtindo ambao zimeingia kwenye maisha yetu na zimeshasomba watu wengi, na wewe kwa kuziangalia zinavuta, na wewe unatembea na hizo sheria na hizo tamaduni na hizo taratibu, lakini umefarakana kubwa sana na sheria na amri za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Biblia inaniambia katika ile Danieli 7:25, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimia kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Ninachojaribu kusema ni nini? Yeye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimia kubadili majira na sheria.
Leo nazungumza habari wanaoadhimia kubadilisha sheria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sheria za kuipenda dunia hii ni sheria ya kuambatana na jambo lolote ambalo si kusudi na wala si neno. Wajibu wa kujua sheria na amri za Mungu ni wajibu wako wewe uliye Mkristo. Sisi wachungaji tunapata nafasi ya kuendelea kuweka mkazo. Nilikuwa ninaangalia leo sheria zilizowekwa. Mimi nataka nikwambie, siku moja nyumbani vijana walinifundisha kitu kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Nyumbani pale mbele kabisa ya nyumba, Bwana Yesu asifiwe. Nimepaka rangi zangu vizuri kwa mpangilio wangu mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wakati mwingine napiga picha vizuri, naona rangi zangu zimekaa vizuri. Akaja fundi mmoja, na mpaka leo sijamjua, lakini ninampongeza. Bwana Yesu asifiwe. Na hata akijitokeza sina shida naye. Bwana Yesu asifiwe. Mama akanifundisha. Yule bwana akachukua sponge ya kiwi, akachovya kwenye kiwi yake, akaenda kwenye rangi yangu nzuri ya nyumba pale mbele kabisa, akaweka vidoa na akaviweka vizuri. Kwa kweli kafuata mstari, hicho nacho ni ufundi. Akaweka Kwa hiyo nilipoingia tuna gari getini kuangalia, nikaona nimevamiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hasira zikawa, ni nani aliye nyuma yangu? Bwana Yesu asifiwe. Nikaiangalia, na mpaka leo kija nyumbani utakuta vile vidoa, maana mpaka leo sikuweza kuvifuta, viko pale kama ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ghafla Roho Bwana akaniambia, kama vile wewe ulivyokasirika, ulivyouziwa, ndivyo wanadamu wanavyoniuzi wanapobadilisha maumbile na muonekano wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikavuta pumzi, nikatulia kimya. Nasema hii ni kwa ajili ya mimi kunifundisha. Niliumia, nikaiona kazi yangu niliyoifanya nzuri. Amekuja kajamaa kamoja, nimejaribu kuwaita ni nani, wote hakuna anayeonekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kazi imefanyika pale, naiona kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sheria ya mwili wako ni vile Mungu alivyokuumba. Bwana Yesu asifiwe. Nywele zako aliziumba, hiyo ni sheria ya Mungu ya uumbaji. Macho yako alipoyaumba, hiyo ni sheria ya Mungu juu ya jicho lako. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ambavyo mdomo wako Bwana ameumba, ukiangalia mdomo wako na umezako haufanani, hiyo ni sheria aliyokupa Bwana Mungu juu ya mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata mguu wangu mimi na mke wangu haufanani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na sheria yangu na mke wangu ana sheria yake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ninaangalia mguu wa mke wangu na wangu, ninaona hizo sheria mbili tofauti. Haleluya. Sasa wewe unapolazimisha ya kwamba mguu wangu ufanane na sheria aliyokupa Mungu ya mwili wako, ina maana unatamani vingine ambavyo Mungu hakukuandikia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoangalia sheria ya nywele yako, unaamua kutamani sheria aliyopewa mwingine, ile unavunja sheria ya mwili ambayo Mungu ameiweka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo Wakristo wengi walivyofarakanishwa na Mungu, maana sio sheria ya Mungu aliyoiweka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoangalia nyumba ile na nilichokiona nafundishwa, nikamshangaa sana. Na mimi nataka nikwambie, usipende Mungu akufundishe kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilifundishwa ili nikufundishe wewe, lakini wewe usifundishwe kwa matendo, maana wakati utakapofundishwa kwa matendo inaweza ikakuumiza sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninachozungumza hapa ni nini? Viko vitu kwenye maisha yetu
vimeshindikana kufanyika, yawezekana kwa sababu kuna sheria nyingi ambazo tumezivunja. Bwana hajawahi kuacha kitu chochote juu ya maisha ya mwanadamu, kwa sababu Mungu anampenda mwanadamu na Mungu anatamani mwanadamu akae katika pendo lake. Pendo lake ni nini? Ni sheria na amri za Mungu, ndizo pendo. Bwana Yesu asifiwe. Pendo la Mungu limekaa katika sheria na amri za Mungu, na mimi na wewe tunapaswa kujiingiza katika sheria na amri za Mungu kwa gharama yoyote. Wiki iliyopita tumemwona Shadraka, Meshaki na Abednego jinsi ambavyo walidhihirisha mbele ya watu ya kwamba wanampenda Mungu. Jambo ilitungwa sheria, akasimamishwa sanamu mkubwa, na yule sanamu mkubwa aliambiwa ya kwamba yoyote ambaye atasikia namna ya filimbi, zumari, zeze na namna nyingine za ngoma anatakiwa kumsujudia yule sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Na asiyemsujudia atatupwa katika tanuru. Saa hiyo hiyo atatupwa katika tanuru la moto. Lakini watoto wale waliomjua Mungu, vijana wale, wakasema ni heri, Bwana Yesu asifiwe, kutoambatana na uovu wa dunia hii. Ni heri kufa kuliko kujiona mimi ninamkosea Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ninachojaribu kuangalia, uko tayari kwa sehemu gani kwenye maisha yako? Haleluya. Kwa sehemu gani kwenye maisha yako kufarakana na mambo ya dunia hii, lakini ukaambatana na Mungu katika sheria na amri zake? Ni rahisi sana kusoma Shadraka, Meshaki na Abednego, lakini ni rahisi sana kukosa maana ya kile ambacho Mungu alikuwa anasema na wanadamu. Ni rahisi sana kusoma habari ya Danieli kwenye tundu la simba, lakini ni rahisi sana kuikosa nini ambacho Mungu alikuwa anazungumza. Alikuwa anazungumza gharama unazopaswa kuzilipa kwa kuifuata sheria na amri za Mungu. Wakati fulani nilikuwa nasoma habari ya uumbaji wa dunia. Bwana ameweka amri juu ya bahari. Anasema bahari imewekewa amri na sheria, haiwezi kuvuka zaidi ya pale. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sheria iliyowekwa mbinguni kwa habari ya bahari. Na bahari itafurika, lakini haiwezi kuvuka mpaka uliowekwa na sheria. Hiyo ni sheria ya uumbaji wa bahari. Na mwanadamu katika uumbaji wake, kama Mungu aliweka sheria, Bwana Yesu asifiwe, katika bahari alipoiumba, Mungu hakukosa kuweka sheria katika uumbaji wa mwanadamu. Nimejaribu kuangalia wakati mmoja Roho Mtakatifu, nikaangalia pundamilia wote, nimeangalia wa Mikumi, wa Serengeti, wote wanafanana kabisa. Nikaangalia na simba, wanafanana. Majike wako vile, madume, hakuna hata mmoja aliyekosea. Yule jike akavaa zile nywele za mwanaume, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Ile ni sheria iliyowekwa katika uumbaji wa wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikamwangalia mwanadamu, sijawahi kumuona mwanadamu anayefanana na mwenzake, sijawahi. Bwana Yesu asifiwe. Sijawahi. Hapa mlipo wote mnatofautiana, jinsi Mungu alipofundi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu wanatamani kuwa kama yule kuliko kama yeye alivyo. Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Pundamilia wanafanana wote, ngamia, twiga wanafanana wote, lakini Bwana ameweka sheria ya mtu. Kwa kila mtu ana sheria yake. Siku moja mke wako aliniambia, unafanana sana na mtoto wako mmoja, inawezekana yeye umeshalifanya. Lakini nikamwangalia nikamwambia hapana. Bwana Yesu asifiwe. Sheria yake aliyopewa ya uumbaji tofauti na mimi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hatufanani, japo tunakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatuwezi kufanana. Bwana Yesu asifiwe.
Ninachozungumza na wewe ni kwa habari ya uangalie na uwe makini kuzijua sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuzitii. Mungu ameweka sheria kwa mwanadamu kuanzia siku anazaliwa mpaka anakufa. Mungu ameweka sheria kwa mwanadamu katika kila eneo. Ziangalie hizo, maana shetani amekaa vikao kutuletea sheria zingine ambazo zinafarakana na sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wengi kwa sababu wakaipenda dunia. Unajua hata Hawa alipodanganywa, alipoliangalia lile tunda, nasema likapendeza machoni. Katika vitu ambavyo vinawavuta watu wengi kutenda dhambi, kwanza zile namna ya sheria za dunia hii wanavyoenenda zinapendeza machoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Zinapendeza machoni. Na zikishapendeza na wewe unataka upendeze kama vile. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo ambapo unafarakana.